Mahusiano mengi hayafi kwa sababu ya usaliti, hayafi kwa sababu ya umbali, wala hayafi kwa sababu ya kukosa pesa. Mahusiano mengi hufa kwa sababu ya makosa madogo yanayorudiwa kila siku. Cha kusikitisha zaidi, watu wengi wanayafanya hawawezi hata kuyatambua. Inawezekana hata wewe unafanya moja ya makosa haya sasa hivi bila kujua kwamba yanamfanya mpenzi wako ajiondoe kimya kimya, na kosa la mwisho limeharibu mahusiano mengi kuliko hata usaliti wenyewe. Kabla hatujaanza, bonyeza subscribe kwenye Date For Sure, kwa sababu kila wiki tunakuletea elimu ya saikolojia ya mahusiano ambayo inaweza kubadilisha mahusiano yako na maisha yako. Kosa la kwanza, kudhani mpenzi wako anajua unavyohisi bila kumwambia. Watu wengi husema, kama kweli ananipenda atanielewa, lakini ukweli ni tofauti. Hakuna binadamu anayeweza kusoma mawazo yako. Hebu fikiria mfano huu. Umerudi nyumbani ukiwa umechoka. Ulikuwa unahitaji tu mtu akusikilize, lakini hukusema chochote. Ukabaki kimya. Mwenzako akaendelea na shughuli zake kama kawaida. Ndani ya moyo wako ukaanza kusema, angekuwa ananijali, angegundua. Lakini je, anawezaje kujua wakati ukumwambia? Hapo ndipo mawasiliano yanapokufa, na ukimya huo hujenga umbali ambao baadaye huwa mgumu kuufuta. Mahusiano hayaharibiki kwa sababu watu hawaelewani. Yanaanza kuharibika pale watu wanapoacha kuzungumza kweli wa mioyo yao. Na kosa linalofuata ndilo linalowafanya watu wengi wajipoteze kabisa ndani ya mahusiano bila hata kutambua. Kosa la pili, kujitoa kupita kiasi mpaka unajisahau mwenyewe. Kumpenda mtu ni jambo zuri, lakini ukianza kuishi kwa ajili yake pekee, tatizo linaanza hapo. Hebu fikiria hali. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ulikuwa una muda wa marafiki zako, ulikuwa unafuatilia ndoto zako, ulikuwa unajali afya yako, na ulikuwa unaishi na amani. Lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano, kila kitu kikaanza kumzunguka yeye. Ukaacha marafiki, ukaacha malengo yako, ukaanza kuishi ili tu umfurahishe. Mwanzoni anaweza kufurahia, lakini baada ya muda anaanza kuhisi mzigo, kwa sababu hakuna anayependa kubeba jukumu la kuwa dunia nzima ya mtu mwingine. Mahusiano yenye afya hayakufanya ujipoteze, yanakufanya uwe bora zaidi. Ukimpoteza wewe mwenyewe kwa ajili ya mapenzi, usishangae siku moja ukayapoteza na hayo mapenzi. Na kosa linalofuata ndilo linalofanya watu wengi walie kimya kimya usiku, huku mchana wakijifanya kila kitu kiko sawa. Kosa la tatu, kukusanya maumivu badala ya kuyazungumza. Watu wengi hawazungumzi wanapoumizwa, wananyamaza, wanavumilia, na wanaendelea kusema sawa, wakati ndani ya moyo yao hakuna kitu kilicho sawa. Hebu fikiria mfano huu. Mpenzi wako amekusahau siku muhimu kwako. Uliumia, lakini hukusema. Ukinaofuata amerudia kosa jingine, bado ukanyamaza. Mwezi mmoja baadaye akafanya kosa dogo sana,
ghafla ukalipuka kwa hasira. Mwenzako akabaki anajiuliza, mbona ni jambo dogo? Mbona ni jambo dogo sana? Hakujua hakulipuka kwa sababu ya kosa la leo. Ulilipuka kwa sababu ya maumivu yote ambayo hukuwahi kuyazungumza. Mahusiano hayavunjwi na ugomvi mmoja. Mara nyingi huvunjwa na ukimya uliodumu kwa muda mrefu. Maumivu yanapofichwa hayaishi, hukusanyika, na siku yakilipuka mara nyingi hubomoa hata kile kilichokuwa kizuri. Usiondoke bado, kwa sababu kosa linalofuatwa linafanywa na maelfu ya watu kila siku, wakiamini ni ishara ya upendo. Kumbe ndilo linaloua uaminifu pole pole. Kosa la 4, kufuatilia kila hatua ya mwenza wako badala ya kujenga uaminifu. Watu wengi udhani, nikijua kila anapokwenda nitakuwa salama, lakini ukweli ni tofauti. Uaminifu haujengwi kwa kufuatilia, unajengwa kwa tabia. Hebu fikiria mpenzi wako amechelewa kujibu ujumbe kwa dakika 20. Mara moja unaanza kumpigia simu mfululizo. Unaingia WhatsApp kuangalia last scene. Unaangalia Instagram, Facebook, TikTok. Unaanza hata kuwauliza marafiki zake. Mwanzoni anaweza kuvumilia, lakini kadri muda unavyopita anaanza kuhisi kama haaminiwi. Na pale ambapo uaminifu unapokufa, hata upendo huanza kupungua. Kumfuatilia mtu kila dakika hakumfanyi awe mwaminifu, kunamfanya ahisi hana uhuru. Lakini kosa linalofuata linafanywa na karibu kila mtu mwenye hasira, na wengi hawajui kwamba linaweza kuharibu mahusiano ndani ya dakika chache. Kosa la 5, kutumia maneno ya kuumiza wakati wa hasira. Hasira ni hisia, lakini maneno hubaki kwenye kumbukumbu kwa miaka mingi. Hebu fikiria mfano huu. Mmegombana. Kwa hasira unamwambia, wewe huna maana yoyote, au nilikosea kuwa na wewe. Baada ya saa moja hasira zimeisha, unaomba msamaha. Lakini je, unadhani yale maneno yameondoka kwenye moyo wake? Maneno yana uwezo wa kuponya, lakini pia yana uwezo wa kuacha majeraha yasiyoonekana. Ndiyo maana watu wengi husamehe, lakini hawasahau. Kabla hujasema neno kwa hasira, jiulize kama ungependa kulisikia likisemwa kwako. Usiondoke bado, kwa sababu kosa linalofuata ndilo huanza taratibu sana, lakini likikomaa huua mapenzi bila kelele. Kosa la 6, kuacha kumthamini mwenza wako kwa sababu amezoeleka. Hili ni kosa ambalo watu wengi hawalioni. Mwanzoni mwa mahusiano kila kitu kinakuwa maalum. Ujumbe wa asubuhi, simu za usiku, asante, samahani, nimekukumbuka. Lakini baada ya muda unaanza kuona yote hayo ni ya kawaida. Humpi tena pongezi, humshukuru tena, na juhudi zake unaanza kuziona kama wajibu wake. Hebu fikiria,
Kuna mtu anayejitahidi kukufurahisha kila siku, lakini hakuna hata siku moja anasikia neno asante. Baada ya muda ataanza kujiuliza, je, bado ninathaminiwa? Mahusiano mengi hayafi kwa sababu watu wameacha kupendana, hufa kwa sababu wameacha kuthaminiana. Usisubiri umpoteze ndipo ujue alikuwa wa thamani. Na sasa tunaingia kwenye makosa manne ya mwisho, na kosa la mwisho ndilo ambalo limevunja mahusiano mengi kuliko watu wanavyodhani. Kosa la 7, kutarajia mwenza wako awe mkamilifu. Watu wengi huingia kwenye mahusiano wakiwa na picha ya mtu mkamilifu kichwani, lakini ukweli ni huu: hakuna mwanaume mkamilifu, hakuna mwanamke mkamilifu. Sote tuna mapungufu. Hebu fikiria hali hii. Mpenzi wako anakupenda, anakuheshimu, anajitahidi, lakini kuna tabia moja ndogo ambayo huipendi. Badala ya kuona mazuri yote anayoyafanya, unaanza kuiona tabia hiyo pekee. Baada ya muda, mahusiano yanajaa lawama kuliko shukrani. Mapenzi ya kweli hayatafuti ukamilifu, yanatafuta mtu ambaye yuko tayari kujifunza na kukua pamoja. Ukimtafuta mtu asiye na mapungufu, utaishi maisha yako yote ukitafuta. Lakini kosa linalofuata huanza kama mzaha, mwishowe hugeuka sababu ya watu wengi kuachana. Kosa la 8, kuwafanya wengine washiriki kila tatizo la mahusiano yenu. Ni vizuri kuomba ushauri, lakini si kila ugomvi unapaswa kupelekwa kwa marafiki. Hebu fikiria, kila mkigombana unampigia rafiki yako, unamwelezea kila kitu. Kesho mkipatana, rafiki yako bado anakumbuka mabaya uliyomwelezea, lakini wewe umeshasamehe. Baada ya muda, watu wanaanza kumchukia mwenza wako kwa sababu ya simulizi zako, hata pale ambapo mahusiano yenu yamekwisha imarika. Linda siri za mahusiano yako, kwa sababu si kila anayekusikiliza anatamani uyaokoe. Na sasa tumebakiza makosa mawili tu, na la mwisho linafanywa na watu wengi bila hata kuliona kama ni kosa. Kosa la 9, kushindana badala ya kushirikiana. Mahusiano siyo mashindano. Hakuna anayepaswa kushinda na mwingine ashindwe. Hebu fikiria, kila mnapogombana, lengo lako si kutatua tatizo. Lengo lako ni kuthibitisha kwamba huko sahihi na mwenzako naye anafanya hivyo hivyo. Mwishowe hakuna anayeshinda, wote wawili mnaumia. Mahusiano ya afya hayatafuti mshindi, yanatafuta suluhisho. Mnaposhindana ndani ya mahusiano, wote wawili mnashindwa. Na sasa kosa la mwisho, kosa ambalo limeharibu mahusiano mengi
kuliko watu wengi wanavyofikiria. Kosa la 10: kunyamaza wakati mahusiano yanahitaji kupiganiwa. Wakati mwingine tatizo si kwamba hamkupendana. Tatizo ni kwamba hakuna aliyekuwa tayari kupigania mahusiano. Hebu fikiria hali. Mnaanza kuzozana mara kwa mara. Hakuna anayekaa kusema nitafuta suluhisho. Badala yake, kila mmoja anasubiri mwenzake aanze. Miezi inapita, umbali unaongezeka, mpaka siku moja mnakuwa wageni. Mahusiano mengi hayafi kwa tukio moja kubwa, hufa kwa sababu watu wawili waliacha kuyapigania. Usipoyatunza mahusiano yako leo, kesho unaweza kutumia muda mwingi kuyakumbuka kuliko kuyafurahia. Hitimisho. Kama umefika mpaka hapa, ninaamini umegundua kwamba mahusiano mengi hayaharibiwi na jambo moja kubwa. Huanzia kwenye tabia ndogo ambayo watu wengi huzipuzia kila siku. Sasa nataka kuuliza, ni kosa lipi kati ya haya 10 unaona linafanywa sana kila siku? Andika kwenye komenti na unaambie kwa nini. Nitasoma kila maoni. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, subscribe kwenye Date For Sure na washa kengele, kwa sababu video inayofuata inaweza kuwa ndiyo itayobadilisha kabisa namna unavyoangalia mahusiano. Asante kwa kutazama. Asante. Tutaonana kwenye video inayofuata, Mungu akipenda. Kwa heri.